Wild West TV. Ebana, mchezo wa kipolo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya wenyeji Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji kutoka pale mkoani Dodoma wanakwenda kupigwa siku hii ya leo katika uwanja wa KMC Complex. Na kuelekea mchezo huo, hiki hapa na kikosi ambacho huenda kikaanza kwa Simba Sports dhidi ya Dodoma Jiji siku hii ya leo, ambapo kocha Fadlu Davids anapenda kutumia mfumo wa 4-2-3-1 huku wachezaji wake muhimu kama Pimpin Kamara pamoja na Chemalon Fondo hawatakuwepo katika kikosi hicho kutokana na majeraha waliokuwa nayo, huku Pimpin Kamara taarifa zinasema tayari ameshaanza mazoezi na kikosi cha Simba Sports. Lakini pia taarifa kumhusu Chemalon Fondo ni kwamba bado hajaanza hata hayo mazoezi binafsi, lakini Pimpin yeye tayari ameshaanza mazoezi binafsi. Lakini pia Simba Sports kuelekea mchezo huu unakuwa ni mchezo wake mwingine wa mwisho, na baada ya hapa mwezi wa 4 mapema atakwenda kukutana na kikosi cha Al Masry kutoka pale nchini Misri katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na Simba Sports chini ya kocha Fadlu Davids mpaka sasa ipo nafasi ya pili, alama 54, huku Young African yeye nafasi ya kwanza, alama 58. Kwa hiyo mchezo huu wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji leo utakuwa ni mchezo mwingine ambao Simba wana uhitaji sana angalau wapate alama 3 ili kupunguza gap ya point, yani kupunguza tofauti ya point kati yake yeye na kinara da Young African, huku Yanga Simba Sports akishinda siku hii ya leo atafikisha alama 57. Watakuwa nyuma ya alama moja dhidi ya Young African mwenye alama 58. Kwa hiyo wote watakuwa na mchezo sawa, lakini pia alama itakuwa ni tofauti ya pointi moja, huku mechi kubwa ambayo inasubiriwa ni kati yao hawa wawili ili kuamua nani sasa ataendelea kuongoza na nani atapunguza pointi, au itakuwaje endapo hawa wote watakutana. Na moja kwa moja kikosi ambacho kocha Fadlu atakwenda kukianzisha siku hii ya leo kwa mawazo yetu wa West TV ni kwamba golini ataendelea kusalia Ali Salim ambaye amecheza michezo miwili mfululizo. Amecheza mchezo dhidi ya Coastal Union, Simba akishinda goli 3-0. Ameshinda mchezo dhidi ya TMA, Simba pia akishinda goli 3-0, akiendelea ku keep clean sheet, yani akiendelea kutokuruhusu nyavu katika eneo lake la golini. Lakini pia katika upande wa mabeki wakati Simba Sports ataendelea kusalia Abdulrazak Hamza, Mtanzania kabisa huyu, beki bora, beki mtulivu anayetumia nguvu na akili. Atacheza pamoja sambamba na Chamu Karabu katika eneo hilo la beki wakati, na combination hii imeendelea kuwa nzuri sana, imeendelea kubalance tangu mchezo wa Coastal Union na TMA wameendelea kucheza vizuri kabisa. Na kwa upande wa mabeki wa pembeni hawa ni wa Tanzania kabisa, Shomari Salum Kapombe mbavu ya kulia, na mbavu ya kushoto ni Mohamed Hussein Shabalala. Wa Tanzania hawa wamekuwa bora katika ligi yetu kwa zaidi ya misimu 10 wakitumikia vilabu vya Simba Sports, Kagera Sugar, Azam FC pamoja na Mtibwa Sukari. Hao wote wamepita katika vilabu kama hivyo. Lakini pia katika mfumo ambao anapenda kutumia kocha Fadlu, mfumo wa 4-2-3-1, wale viungo wawili pale ataendelea kusalia Yusufu Ali Kagoma, kiungo huyu ambaye ameendelea kuwa bora sana dhidi ya Fabrice Luamba Ngoma. Anakaba na akishakaba anajua sehemu ya kupeleka mpira, tofauti na viungo wengine wanakaba sana, ila baada ya kukaba mpira hajui au peleke wapi, mwisho wa siku anapokwa tena au anaupiga sehemu ambayo sio sahihi. Lakini kwa Yusufu Kagoma amekuwa na kaliba, amekuwa na sifa ya kukaba, lakini pia kujua wapi kwa kupeleka mpira. Lakini pia kwa Fabrice Luamba Ngoma ameendelea kujitanabaisha katika kikosi cha Simba ubora wake, huku Debra Fernandez akiendelea kusukua benchi, lakini sio Debra mbovu, lakini pia ubora zaidi wa Ngoma alionao ndio unamfanya Debra apumzike kwa sasa. Na kwa upande wa viungo wa shambuliaji Simba Sports wanakwenda kumtumia kama kawaida Kiba Sawala. Huyu ni Elie Mpanzu aka Volcano,
katika winga moja, huku winga nyingine akienda kula Kibu Dennis Prosper, Bobu Male huyo, huku hawa wachezaji wawili wakiendelea kubadilishana nafasi, Kibu Dennis akienda kushoto, Mpanzu kulia, Mpanzu akienda kulia, Kibu kushoto, huku wakiongozwa na the MVP Jean Charles Ahoua mwenye magoli 10 mpaka sasa na assist zake 5 katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Ataendelea kucheza katika eneo la ubunifu, eneo la namba 10 katika kikosi cha Simba Sports Club. Na kwa upande wa mshambuliaji wa mwisho, kama kawaida, Simba Sports chini ya kocha Fadlu wanapenda kumtumia sana mchezaji Lionel Ateba, lakini kuelekea mchezo siku hii ya leo nafikiri Dese Mukwala atakwenda kuanza katika eneo hilo ambalo Simba wana wachezaji watatu wenye asili ya ushambuliaji, akiwepo Ateba, Valentino Mashaka pamoja na Steven Dese Mukwala. Kwa hiyo Mukwala siku hii ya leo tunafikiri anakwenda kuanza katika mchezo siku hii ya leo katika eneo hilo la ushambuliaji, huku wachezaji kama kina Debra Fernandez, Valentine Noma, Kevin Kijeli, David Kameta Duchu, Mzamiru Yasini Selemba, bila kumsahau Awesu wao wakiendelea kusugua, wakikaa benchi kwa ajili ya kusubiri kupewa na kucheza kwa substitution. Lakini mchezo huu utakuwa bora, mkubwa na mzuri. Tuandikie maoni yako katika hili.